Qur'an al-Karim inasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, na hatukukutuma wewe kwa watu Muhammad isipokuwa uwe ni rehma kwa ulimwengu wote. Moja katika rehma kubwa ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia katika ulimwengu ni kuwafanya watu wawe na elimu, na ndio maana yake sura ya kwanza kushuka ilikuwa inasema Iqra, soma, bismi rabbikal ladhi khalaq. Sasa hata tukikubali kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amezaliwa katika mazingira ya watu ambao hawakuwa wakijua kusoma na kuandika wengi wao, na hiyo ibara al-ummi au al-ummiyina tutakuja kuieleza baadaye, lakini baada ya kushuka kwa wahi na kwamba Mwenyezi Mungu anasema allamahu shadidul quwa, kwamba Mwenyezi Mungu anasema Mtume Muhammad kafundishwa na shadidul quwa, yule aliyekuwa na nguvu nyingi, Jibril alayhi salam. Na Jibril ndiye aliyemwambia kwa amri ya Mwenyezi Mungu, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa, soma kwa jina la Mola wako. Baada ya kushuka haya yote, kudai kwamba mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa sallama hakuwa akijua kusoma na kuandika baada ya kushuka kwa wahi ni kuisaliti Qur'anil Karim, kumsaliti Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nazungumza haya kifupi sana ili watu wenye elimu na wenye akili timamu na wenye kutaka kujua haki waweze kufahamu kwamba hata tukikubali kwamba bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwa akijua kusoma na kuandika kabla ya wahi, nazungumza haya kwa Kiswahili chepesi, basi hatusalimiki tukiamini kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa hajui kusoma na kuandika baada ya kupewa Qur'ani na baada ya kushushiwa wahi.